Kichwa cha somo la leo kinasema huwezi kupokea injili kama sio maskini wa roho. Hauwezi kupokea injili kama sio maskini wa roho. Unaweza pia kumaanisha kwamba kichwa hicho kina maana kwamba huwezi kupokea wokovu kama sio maskini wa roho. Injili okay, tuanze kwa maandiko. Tuende katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 5 mstari ule wa 3, mapema kabisa kwenye kitabu cha Mathayo 5 kwenye ile somo la mlimani aliloanza nalo Yesu Kristo kuhubiri, inaitwa the Sermon on the Mount. Lina Mathayo 5 tusome mstari ule wa 3, anasema hivi: heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Lazima uwe maskini wa roho ili kuweza kupokea ufalme wa mbinguni. Na ufalme wa mbinguni hauji kwa nguvu za mtu mwenyewe au kwa mbinu zake au kwa bidii zake, hapana. Unakuja kwa kupewa kama injili ya Kristo inayookoa. Kwa hiyo inatupeleka moja kwa moja kwenye somo linalosema okay, mstari huu mmoja hautoshi kwamba uthibitishe kile kichwa au ile hoja ili kusudi iende imekamilika katika fahamu zetu. Tuna mstari mingine kwa kama 19 mbele. Na mingine itakayotamka tu kutoka mdomoni ambao neema ya Mungu itanifunika, lakini kuna ile niliyoiandaa kwa ajili tuipitie tuweze kuthibitisha lile andiko. Bila kuwa maskini wa roho. Na tunaona maana ya maskini wa roho. Na nitangulie kusema mapema kabisa kwamba kuwa maskini wa roho inaweza ikatokana vile na umaskini tu wa mwilini. Yaani vimeshikana. Kwa sababu mstari kama huo katika Luka mstari ule wa Luka 11 naamini anasema Luka 11 Luka 6 anasema heri walio maskini, hajasema hata wa roho. Lakini Mathayo anatupeleka kwamba maana vyote ni sahihi. Huyu ni wa roho, huyu ni maskini tu ambao tulizoea. Lakini nitangulie pia kukumbusha na nitaithibitisha baadaye kabisa mwishoni mwa somo kwamba kuwa maskini peke yake haitoshi kumpeleka mtu mbinguni. Kwa hiyo mbinguni pia motoni kutaingia na maskini vile vile. Lakini vile tukumbuke kwamba ili kusudi mtu aweze kupata ufalme wa mbinguni. Ngoja nisome ule mstari tena. Anasema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ili neno lina maana gani nyingine? Kwamba ufalme wa mbinguni ni wa watu walio maskini wa roho. Bwana, tutaona leo utajiri wa mwilini au utajiri wa kwenye fikra, mawazo ya kama hayo yana uwezo wa kumnyima mtu kuona ufalme wa mbinguni. Hili neno halikuandikwa kwa bahati mbaya au halikuandikwa tu ili mradi lipo tu. Lilikuwa na ujumbe linataka kuufikisha kwangu na kwako. Leo hii tunaona kwamba ni kigezo kikubwa muhimu sana. Sio kigezo pekee. Sio kigezo pekee. Na tutaona baadaye kwamba umaskini wa roho una translate au unaleta maana ya unyenyekevu. Wale maskini wanakuwa wanyenyekevu kwa sababu wanakuwa wana kitu wanakihitaji. Hawajiwezi kwa vitu vingi. Lazima tukienda mbele ya Kristo twende kama maskini wa roho, twende kama wanyenyekevu wa nchi. Nani ananisikia? Na hili somo linatakiwa vile vile liwe somo la kutujenga katika maisha yetu tu ya kila siku, siongelea ufalme, hatima yetu ya ufalme wa mbinguni. Hiyo ndio kubwa. Lakini hata katika maisha yetu ya kila siku imetupasa mtu anakuuliza kitu mjibu kinyenyekevu. Na isiwe ule unyenyekevu wa kiburi. Unamwambia mtu sawa. Unaweza ukadhani kwamba ni mnyenyekevu, kumbe ni kiburi tu kimejificha. Ananisikia jamani? Unyenyekevu ni kufungua moyo wako. Kwa hiyo pamoja na kwamba umaskini wa roho ambao ndio unyenyekevu
ni prerequisite, ni requirement au ni hitaji kuu, ni msingi mkubwa wa kuweza kupokea ufalme wa mbinguni, lakini vile vile ni hitaji kuu la sisi kutembea na Mungu katika maisha yetu ya mwilini ya kila siku. Na kutembea vile vile na wanadamu wa kawaida. Kabisa. Hapa ninachoongelea siongelei ninaposema huwezi kupokea injili, huwezi kupokea wokovu. Siongelei kupokea dini. Watu wengi wenye nguvu na vyeo na wengine wengine wanaenda hata na bodyguard, wanawaongoza, wanatangulia mbele, wanaenda kwenye dini zao lakini hawaendi kwa Kristo. Siongelee habari za kupokea dini. Dini ni nini? Ni mfumo wa utawala wa kibinadamu ambao lengo lake la msingi, kwa sababu Biblia, dini sio kitu kibaya, lakini dini inaweza kutunga kama kitu kibaya. Ndio sio? Vile vile ni kama ilivyo utajiri sio kitu kibaya, lakini unaweza ni kama ukiwa na panga mkononi. Panga ni nzuri, unanunua kwa hela kubwa, unatumia kufanya vitu vingi, au kisu unafanya nini, lakini unaweza kutumia vibaya ukaua. Anasikia maneno. Kwa hiyo tujue ni nini tunakiongelea. Wakati mwingine somo kama hili watu wanaanza mtumishi, naona kama unaongea vitu huvielewi. Watu siwajibu. Watu wanakuwa wanastahili kutokujibiwa. Kwani Yesu alikuwa anamjibu vizuri na nani yule? Mafarisayo wenyewe, lakini zaidi sana mwingine yule mtawala wa Galilaya nani? Herode akamuuliza maswali mengi, Yesu hakumjibu chochote. Kuna watu namuona haulizi kwa lengo la kufahamu na kuelewa, anauliza kama vile tu kuharibu tu. Dawa yake unamwacha umjibu. Wakati mwingine kutokujibu ni jibu zuri zaidi kuliko kujibu. Tumeona kwenye Mathayo 5:3 maskini wa roho kama kigezo cha kuweza kupata ufalme mbinguni. Tuthibitishe sehemu nyingine. Mtende katika kitabu cha Yakobo kwenye zile nyaraka za Agano Jipya, baada ya Ebrania pale, kabla ya Petro wa kwanza na wa pili pale, kuna kitabu kinaitwa Yakobo, kwenye King James inaitwa James yenyewe. Yakobo mlango wa 5 mstari wa kwanza anasema, Yakobo 5. Tuanzie Yakobo 2. Yakobo 5 tutakuja baadaye. Yakobo 2 mstari ule wa 5 na wa 6 anasema hivi. Yakobo 2:5-6 anasema, ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliowaahidia wampendao? Wao tunaona kwamba kuna wale maskini wa dunia ambao tumeona kwamba kwenye Biblia maskini wa roho ni kitu cha kiroho zaidi, lakini kina uhusiano na umaskini pia wa mwilini. Kwa sababu kwa kawaida mwili una tabia ya kuichafua roho. Yakobo anasema mstari wa 5, ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani? Anasema kwamba akishatokea mtu ni maskini wa dunia, imani yake inakuwa inatajirika, inajaa. Bado ile somo kama hili atalifundisha Gwajima? Hawezi. Kwa sababu anajitapa utajiri. Kakobe atalifundisha hili? Na wengine wote. Kwa sababu neno lake linakuwa, neno la Mungu linapoteza maana kwa sababu ya mienendo yao. Bali ninyi, anasema, ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliowaahidia wampendao? Anasema walikuwa ni maskini wa dunia, wanakuwa matajiri wa imani. Waambie, hata ukipeleka injili hivi, tumekuwa tunapeleka injili hasa nyakati za nyuma kidogo. Tufunika tutaenda sijui lini. Yule ukienda kwenye nyumba ya kitajiri, kwanza ukibahatika utafunguliwa geti. Kisha ufunguliwa geti utaanza kushushuliwa. Nyie ndo wa wapi sasa? Wewe wa fulani, mna shida gani? Baada sijui nini, asante.
tunashukuru. Nendeni. Wafungulie. Mshika yule mbwa asiwangate. Kama una bahati. Lakini maskini wa roho wakati mwingine wanapokea. Sio kusema kwamba wote nimetangulia kuasa kwamba kuwa masikini sio kigezo cha kwenda mbinguni hata kidogo. Na mimi nakuombea uwe tajiri wa roho na wa mwili vile vile kwa pamoja. Vyote vikupate. Lakini dunia hii mambo haya haendi hivi. Mtu akishafanikiwa katika mwili wake anakuwa hana haja na Kristo. Na tutathibitisha. Kabla hata sijathibitisha, hebu tukumbuke. Yule twende pale. Twende kabla sija nani. Twende katika Luka. Tuthibitisha haraka. Unajua ngoja nipanguruwe mpango uliokuwa nimeweka wa mahubiri. Twende katika Luka 10 na 2 anasema hivi. Luka 12 anasema hivi mstari ule wa 17 akawaambia misala akisema shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana akaanza kwanza moyoni mwake akisema nifanyeje maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu akasema nitajifanyia hivi nitazivunja gara zangu nijenge nyingine kubwa zaidi na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu kisha nitajiambia huyu mtu alikuwa anapambana na vitu vya dunia yake kisha nitajiambia mstari wa 19 nitajiambia nafsi yangu una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi pumzika basi ule umejiwekea mafao ya kustaafu ya kutosha huna shida hela ya kula unayo uhangaiki anasema mfano wake lakini Mungu akamwambia mpumbavu wewe usiku huu wa leo wanataka roho yako na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani ndivyo alivyo mtu ajiwekea nafsi yake akiba asijitajirishe kwa Mungu anapambana na utajiri wa hivi anajikuta amekosa utajiri wa Mungu wewe mwambie nakuombea na nijiombea tuweze kuwa matajiri wa vyote viwili lakini haitokei kirahisi ni mpaka uwe umeshiba neno la Mungu umelielewa vingine utakuwa kama wahubiri wa pesa wahubiri wa pesa muda wote tu yuko madhabahuni kazi yake ni kugawa pesa sijui hata anakuwa amezitengenezea wapi anagawa pesa unamsikia amegawa neno la Kristo lote ana sura moja anaweza kaisoma watu anawaambia yule wa Arusha anawaambia mnasema hatusome kwa maandiko Biblia ipi afa na washushua watu Biblia gani Biblia ilishaharibiwa kwa lugha nyingine mimi anachokuambia mimi yeye huyo nina neno la kweli kuliko la Biblia tunachukua nasema anakuambia waache wamkejeli Mungu waache waidhihaki Biblia waache wamdharau Mungu waache tulikuwa kwenye Luka tuliokuwa pale Luka 12 turudi nusu ya Luka 12 nusu yake ni 6 Luka 6 mstari ule Luka 6 mstari ule wa 20 anasema akainua macho yake akawatazama wanafunzi wake wanafunzi wa Yesu Kristo tusikie walikuwa wana tabia gani kama ndio wanafunzi wa Yesu Kristo wa leo akawatazama wanafunzi wake akasema heri ninyi mlio maskini kwa sababu ufalme wa mbinguni ni wenu ndicho anachoweza kumwangalia Gwajima akamwambia hivyo Gwajima heri wewe uliye maskini ufalme wa mbinguni ni wako hamwambia hivyo na wewe Kakobe na lile jumba lako heri wewe hamna na wewe Mwaposa una hela nyingi lakini utaondoka nazo usifunge vizuri uje nazo huko juu mbinguni usiziache watakuibia hakuna na wewe kuhani Musa haya makasiri yako yote nitakusaidia kuyangoa nitakutumia helikopta yalete huko juu mbinguni hakuna wanajidanganya
Wana jina gani? Kujitajirisha kwa dunia, usijitajirishe kwa Mungu. Usijitajirishe kwa Mungu. Sema hivi kwa sababu nina njaa. Hapana. Na sisemi hivi kwa sababu nina utajiri. Hapana. Kwangu haijalishi kitu chochote katika hiyo. Lakini ninatafuta utajiri wa Kristo. Na umaskini. Wewe umaskini wa roho ni nini? Ni kule kila wakati neno la Mungu unalitaka. Mimi kuna watu wengine akanao nawaambia jamani muda wote nakuwa tu niko kwenye Biblia naisoma tu. Naisoma tu. Sehemu nyingine Biblia inasema nyumba ya kina Stefana nadhani kwa ni Stefana wa Korinto. Anasema walikuwa they were addicted to the ministry. Yani walipata uraibu katika utumishi wa mambo ya Mungu. Yani ukawazi mpaka akijiuliza kusoma gazeti na kusoma neno la Mungu ana kiu. Ndio umaskini wa roho huo. Sitoshi yani labda nimkumbatie Kristo moja kwa moja na haitokumbatia neno lake. Nani yuko pamoja na hili neno? Huwezi kuipokea injili. Leo hii miongoni mwa vitu vinavyozuia watu kuweza kuipokea injili ya Yesu Kristo ni kwa sababu hawana ule umaskini wa roho ndani ya nafsi zao. Hawana ule hawaoni walichopungukiwa. Mtu mmoja tajiri akamwambia, "Bwana, mimi nifanye nini? Au nimezishika amri nimefanya nini? Ni kitu gani kingine kilichobaki nifanye?" Kingine kilichopungua ni nini? Yesu akasema, "Kama umezishika amri na nini sawa, basi nenda kauze vyote ulivyo navyo unifuate." Jamaa akasema, "Hilo mzee, sema kingine lakini hicho hatuwezekani." Wewe lazima nafsi zetu tuziuze ili kusudi huko vitu vingine zipotee. Sehemu nyingine anasema ni kama mtu alienda kagundua hazina iliyositirika katika nyika, sehemu ambayo hakuna chochote, akaenda akauza vyote alivyo navyo akanunua ile nyika ili kusudi ile hazina iwe mali yake. Alikuwa na kiu na ile hazina. Watu hawana kiu na hazina ya injili ya Kristo. Wana hazina wana kiu na dini zao kwa sababu zinawapa umaarufu, zinawapa vyeo na nguvu. Wengine zinawapa hata exemption. Yaani kuna wachungaji hapa na akiagiza kitu kutoka nje hakikatwi kodi kinapita. Anakitafuta hicho. Wewe ulize mtu amesha staafu na miaka yake sio anastaafu miaka mingapi. Lakini havui kile kinani chao kile kikora chao. Kuna mzee mmoja yuko hapa jirani. Nasikia alikuwa mtumishi siku hiyo. Lakini kila siku na kakoti kake nasikia amestaafu miaka mingi lakini lazima kiweke hapa tembe nacho. Anakutana na hata na waza simameni ni waombe. Wewe usichukue kilicho kitakatifu kawapa mbwa. Baadaye wanamwona Kristo ni hana chochote. Of course tusimfiche Kristo. Watu wenye njaa, watu wenye kiu na Kristo wape. Tusome kutoka katika kitabu cha leo Luka tunaye. Tulikuwa kwenye Luka 6, twende nyuma kidogo. Twende kwenye Luka 4:18 anasema hivi. Luka 4:18 na nitaisoma alipoinukuu Kristo kwa Isaya. Luka 4:18 Biblia inasema Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Yesu Kristo alikuwa anatuhubiria maskini watu gani? Anahubiria injili watu gani? Maskini. Kwa nini hakusema kwa maana amenituma nihubirie matajiri wa Dar es Salaam? Kwa nini alenge maskini? Ni kitu kigumu kukifikiria na au kukiona kwamba mpaka uhubiriwe. Na kwa nini achague kundi fulani? Kwa sababu alijua hawa matajiri hawahitaji. Nani kwa pamoja na mimi? Wewe kwambie usiwe miongoni mwa watu wasiohitaji injili. Usiende kitu inaitwa career au career au fani yako ikakufanya
upoteze hamu na Kristo. Mimi nafanya kazi na watu wenye fani zao kubwa kubwa. Lakini unaona kabisa kilichojaa kwenye nafsi, yani Kristo kwao ni vumbi tu. Lakini waletee somo linaloitwa coronavirus wewe. Watalala wanalilamba. Kuwahubiria maskini habari njema. Wewe uulize, hili kundi ambalo Yesu Kristo ametuma kuwahubiria, wewe umo? Kama haumo, una hasara. Nilirudia ule mstari kusudi mtasema akasema sikusikia vizuri. Roho ya Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri matajiri habari njema. Ndicho alichoandika. Kuwahubiri maskini habari njema. Na nikatangulia kuasa mapema kwamba kuwa maskini hakupeleki mtu mbinguni. Sehemu kubwa ni maskini wa roho. Maskini ni mtu ambaye hana kitu. Neno la Mungu, kuna watu wengine akishapata mistari yake miwili ya uongo na kweli, Bwana ndiye mchungaji wangu, ametosha, usimamie kitu kingine. Huyo sio maskini wa roho. Unataka kuniambia habari za Yeremia? Sitaki. Yeremia ni nini? Hizo ni historia. Ufunuo hiyo alikuwa amekunywa wamelewa mvinyo. Lakini Bwana ndiye mchungaji wangu, sasa hiyo ndio yenyewe naitaka hiyo. Bwana ndiye mchungaji wangu. Wanaisoma leo na kesho na maisha yao yote. Huyo mtu hana kiu. Hana umaskini wa roho. Nani yuko pamoja na mimi? Yasikia maneno. Tuyasikie haya maneno. Haya maneno Yesu alikuwa anayanukuu kutoka katika kitabu cha Isaya. Yesu alipotumia kitabu cha Isaya alitaka kuambia watu kwamba huyu nilimtuma mimi. Maneno yake ninayathibitisha. Hakuwa anahubiri injili yake. Isaya 61 mstari wa kwanza anasema, kule tumeona maskini habari njema. Huko anasema nini? Roho ya Bwana Mungu juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Huko anasema kuwahubiri maskini injili, huko anasema kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Kwa maana kwamba hawa maskini wana tabia. Wewe Mkristo nisikilize vizuri. Jifunze unyenyekevu. Wewe mke kuwa mnyenyekevu kwa mwenza wako. Vile vile hata mwanaume vile vile. Unyenyekevu ni kwa upande zote, lakini kuna upande una nguvu kuliko mwingine. Unyenyekevu. Lakini kuna hivi wewe niulize, wale watu nasikia ameenda amevaa kiatu, kile kiatu anapokanyagia pale wanaita sijui mchuchumio sijui tu gani. Yuko kama sindano. Anatembea kwenye korido, unamsikia kutokea hapa mpaka mita 300 mbali. Alafu macho yako angani kidogo na kisiketi kiko kinaelea chini ya kiuno chake. Huyo alafu asubuhi kesho unamkuta anaongoza nani? Praise and worship. Huyo ni mnyenyekevu. Hebu muulize kitu. Samahani, labda ni karani kwenye. Samahani dada, unasemaje? Bosi hayupo. Hujamsikia amekwambia nini? Tujifunze unyenyekevu. Jamani. Na sio kwenye wokovu tu peke yake, maisha ya kila siku. Mtu anatembea Biblia inasema katika kitabu cha siwezi nikahubiri Biblia yote ndani nisamee. Lakini anasema wakitembea wakiliza juga miguuni mao unakuinua macho yakiwa juu ukiangalia ni nani ambaye kwa ananitamani dakika hii, na akifika mbele atajiselfie airushe pale pale. Hapa kuna mnyenyekevu. Sio mnyenyekevu. Tusome. Sikiliza, huwezi kupokea injili kama sio masikini wa roho. Mtu wa namna hiyo utaniambia anatembea na kiatu kinagonga paka mita 300 mbali kwenye korido kwa mfano. Uniambie huyo ni mnyenyekevu? Ni masikini wa roho? Hamna. Ni tajiri wa viungo. Na ni tajiri wa tamaa.
Yohana 7:48 anasema hivi. Yohana 7:48 anasema hivi. Yohana 7:48 mstari wa 40 anasema tuanze na mstari wa 45. Basi wale watumishi wakawaendea wakuu wa makuhani na Mafarisayo nao wakawaambia, "Mbona hamkumleta?" Walikuwa wametuma watu kwenda kumkamata Yesu. Wale watumishi wakajibu, "Hajanena kamwe mtu yoyote kama huyo anavyonena." Yaani simemtuma twende tukamleta yule mtu kama ni mtu mzushi na nini, anasema kwa kweli tumeenda tukamsikiliza, tukaona kwamba huyu mtu ujumbe leo nao haujawahi kutokea kwenye dunia. Tumerudi hivi hivi, tumemwacha aendelee. Unasikia walichowaambia? Basi Mafarisayo wakawajibu, "Je, ninyi nanyi mmedanganyika? Yaani tumatuma mkamate, mnarudi mnatupa ripoti kwamba maneno anayoongea hamjawahi kuyasikia. Maana yake mmetoka nyinyi mmeshageuka nyinyi." Maana yake nicho alichokuwa si kama mnasikia ujumbe nao usema. Anasema mstari wa 48 ndio alikuwa anatafuta, anasema ni nani katika wakuu, wakawauliza anasema ninyi na ninyi mmeshadanganyika sasa Hebu ngoja tuwaulize. Yaani wale Mafarisayo waovu wale wanawauliza wale walinzi, wale maaskari wanawauliza, "Ni nani katika wakuu amwaminie au katika Mafarisayo?" Kwamba nyinyi mnataka kudanganyika na ujumbe. Ngoja kwamba kumsikia Kristo akiongea neno lake liongea. Kama huna kisirani cha shetani utamwamini. Amen. Utamwamini? Wao wanaweza sema katika wakuu wote wakuu ni watu gani? Watu matajiri wenye vyeo, mavazi yao yanawashuhudia. Anasema ni nani katika wakuu aliyetokea akamwamini? Je, huu mstari wao si wanajishuhudia wenyewe kwamba hawako tayari kumwamini? Huu mstari unaungana na ule wa Luka 4:18 Yesu aliposema nimetumwa kuwahubiria maskini, sio ninyi hamko, kwa sababu ninyi wenyewe mnafikiri kwamba hakuna aliyeniamini. Naamini walikuwepo wachache lakini namba ni ndogo. Uwezo kuipokea injili kama sio maskini. Wewe ufundishe kuwa maskini wa roho. Usitoka hapo kwa maskini wa mwili ni ujinga. Lakini kama umaskini wa mwili unakunyima, kama utajiri wa mwili unakunyima umaskini wa roho, bali bora uwe vyote. Uwe maskini wa mwili na wa roho. Tusonge mbele. Tuende katika kitabu cha Mathayo. Okay, matajiri wanajisifu au hawajisifu? Biblia inasema katika kitabu cha Efeso mlango wa 2 mstari wa 8 na 9 anasema hivi, mmeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani, wala si kwa matendo yenu, mtu awaye yote asije akajisifu. Injili inaenenda na mtu kutokujisifu. Leo mtu anakuambia mimi niko hapa na wahubiria, nina Dr. Philosophy, mchungaji Dr. fulani. Hizo kwa nini uanzishe sifa zako? Toa injili watu wajue kwamba una doctor injili. Kwa injili uliyoitoa. Sio kwanza nyingine za kufoji. Anasema mmeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Msije mkaonyesha mna utajiri wa kujisifu sifu. Mwambie ndio wote lazima tumnyenyekee Kristo. Tajiri anaanza akasema bwana zangu nifanye nini nipate kuokoka? Tajiri anasema wewe washikaje mjo hapa? Nyie mnatokea wapi? Na dini yenu inahusu nini? Injili ya Yesu Kristo. Haya. Acha namba zenu hapa. Mpe yule dada pale mtawapigia Nendeni. Kwa dharau kubwa sana. Lakini yule wanamuita Philippian jailer. Anasoma King James mara nyingi, kwa hiyo unajikuta Kiswahili vyake vinapa shida sana. Lakini tutafafanua. Lakini Paulo walipofika Filipi walikamatwa, wakatiwa ndani, wakaanza kuomba, wakatoa. Baadaye gereza ikafunguliwa na Paulo na Sila. Wakafunguliwa baadaye, walipotoka nje yule askari yule akaogopa, akawaangukia usiku akasema bwana zangu nifanye nini nipate kuokoka? Yaani haya mambo sio kawaida. Tajiri afanye hicho kitu. Anasema nyie mmetokea wapi sasa? Mbona
Nenda rudi nje kwanza mkaosha hivyo viatu vyenu mje hapa Mmeshaosha Haya, simama rudi nyuma kidogo Mna shida gani? Ndivyo lugha ya tajiri. Ndivyo lugha ya tajiri. Mathayo 18 mstari wa kwanza na wa 4 anasema hivi. Mathayo 18 mstari wa kwanza na wa pili anasema hivi. Nitafika pale nisome kwa sababu mistari mingi sana. Hili ni somo kubwa kwa sababu dunia imekengeuka. 18 moja anasema saa ile wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakisema ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo matajiri watafuta utaji ukuu. Kuna wanadhani kwamba kwa kuwa mkuu duniani wanataka wa translate uwe na ukuu mbinguni. Quite opposite. Anasema hivi. Akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao akasema amini amini nawaambia msipoongoka na kuwa kama vitoto hamtauingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Tajiri ana roho ya mtoto mdogo. Na mara nyingi niko nalenga ule umaskini na utajiri wa roho. Lakini nje pia unajionyesha. Ngoja wape mfano mzuri. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Ibrahim. Mungu anapenda nikifika hapo natoka mfano. Ibrahim alikuwa na wanyama Ayubu. Daudi. Wale walikuwa matajiri wa mwilini lakini walikuwa ni maskini wa roho kweli kweli. Yaani hata kama anafanya kitu kingine Mungu akaleta ujumbe anakiacha na kuja Bwana sema nisikie. Yaani muda wote anataka kusikia kweli ya neno la Mungu. Lakini njoo kwa kina Herode. Tufanyie muujiza kidogo mmoja. Wanamwambia Yesu. Yesu hakujibu chochote. Wewe usikii? Lakini Ibrahimu hakuwa hivyo. Mwambie tunaweza tukawa Ibrahimu leo hii na Daudi. Lakini inahitaji nidhamu kubwa kabisa ya kiroho. Kabisa. Kabisa. Twende katika vipengele kadhaa. Kipengele cha kwanza umaskini wa kimwili huweza kuleta umaskini wa roho. Ule tunaotafuta. Kama tunatafuta heri wale maskini wa roho. Ufalme wa mbinguni wao. Maisha ya kimwili unaweza ukaleta hiyo kitu. Sio lazima. Lakini kuna uhusiano. Nilishaisema ngoja niithibitishe. Twende tulikuwa kwenye Yakobo wakati fulani, turudi kwenye Yakobo, tulikuwa kwenye mlango wa pili wakati wa mara ya kwanza ile. Sasa twende Yakobo mlango wa 5. Anasema hivi. Haya basi enyi matajiri. Sasa hapa anaangia matajiri wa mwilini wa kawaida. Lieni mkapige yowe kwa sababu ya mashaka yenu yanayowajia. Mali zenu zimeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo, dhahabu yenu na fedha yenu imeingia kutu na kutu yake inawashuhudia nayo inakula miili yenu kama moto. Mmejiwekea akiba katika siku za mwisho. Hili ni kundi ambalo unaonekana lina utajiri liko mbali kabisa limepishana na ufalme wa mbinguni. Ni ukiyasoma hivi mistari utaliona liko hoja iko wazi kabisa. Anasema lieni. Mna mavazi yenu, mna utajiri wenu, vyote vitageuka vinaliwa na nondo, vingine vinaliwa na kutu. Kwa sababu havidumu kwenda katika ufalme wa mbinguni. Niko pamoja na hili neno. Luka 16 mstari wa 19 anasema hivi. Hii sitaji hata kufungua. Kuna tajiri na Lazaro. Hiyo tunahitaji kufungua kweli, si ni kisa tunakijua vizuri. Kiko Luka 16. Wale watu wawili tofauti tuko tunasoma kipengele kidogo tunatuambia kwamba utajiri wa umaskini wa mwili unaweza kuzaa umaskini wa roho ule ambao tunautafuta. Mtu kama Lazaro hatumuoni kwamba alikuwa ni mtu mwenye neno. Maka hatujui kama ndo Lazaro yule alifufuliwa na Yesu. Hatuna wake. Haijasema kama ni. Lakini amkeni ni yeye. Au ni neno tu ambalo Biblia imependa kuliona ni kama anasema Yezebeli wa kwenye agano la kale na agano jipya wote ni waovu tu lakini mmoja yuko kwenye ufunuo mwingine yuko kwenye vitabu vya awali. Amina.
Kwa hiyo Lazaro huyu tunamuona ni maskini tu na mbwa wanakula vidonda vyake na nini anakula makombo yaliyodondoka kwenye miguu ya tajiri yake na nini afu kuna tajiri ambaye mambo yake yako vizuri wanakufa wanapishana huyu anaenda kwa Ibrahimu huyu anachoma moto. Hatuoni kama walikuwa na imani tofauti ni swala lao la maisha yao ya kimwili tu. Kwa sababu Yesu mwenyewe alisema ole wenu mlio matajiri sasa kwa sababu maana mnaocheka sasa kwa maana mtalia. Kwa maana mtalia. Wewe nikwambie jitahidi ucheke sasa. Lakini uhakikishe kwamba hutalia baadaye. Na niko pamoja na mimi. Cheka sasa haina shida. Lakini hutacheka sasa. Daudi alikuwa sehemu nyingine anasema kieleza kitanda changu katika machozi. Tajiri alikuwa nao lakini alikuwa na machozi pia. Musa alikuwa analia machozi mara nyingi sana baada ya dhambi kutawala katika safari ya jangwani. Ibrahimu pia. Lakini walikuwa matajiri wa mwili. Kwa hiyo unaweza kuwa tajiri wa mwili ukikaa vizuri ukapata na maskini. Lakini usijidanganye, hakuna faida ya kujidanganya. Kujidanganya ni kujipa hasara. Mathayo 19:22. Tulishaisema ile habari. Mtu kijana mmoja tajiri akaenda mbio akamkimbilia akamwambia sema bwana nifanye nini nipate kupata nifanye kitu gani nipate uzima milele. Sasa akasema unajua amri. Anasema ni zipi hizo? Akamwambia idadi. Yesu akasema hizo nimeshatangia. Yaani tangu najijua tu naanza kuwa na akili hizo amri zote nazishika vizuri. Sipungukiwi na chochote. Mwongo huyo. Sasa okay. Unazishika zote amri. Wewe tupime kwamba huna tamaa. Hebu viache ulivyo navyo nifuate tuone kama. Lakini Mungu ametuambia tusiwe na amri ya tamaa. Ile amri ilimshinda dakika 0. Na niko pamoja na hili neno la Mungu. Tusogee mbele kidogo. Ninasema hoja. Kwa tunaona kwamba watu wengi waliokuwa matajiri wa mwilini, huyu tajiri aliyekuwa pamoja na Lazaro, huyu kijana tajiri aliyemwendea Yesu, na matajiri anaowasema Yakobo, wengi walikuwa ni matajiri wa mwilini wanajikuta wamekosa ule umaskini wa roho. Lakini unaweza bado mifano tumeona ya watu wachache sio kwa maandiko lakini kwa habari iliyo kwenye Biblia hata bado kama tajiri bado wakawa maskini wa roho wakaweza kupata ufalme mbinguni kina Daudi. Hoja ya pili nasema injili imewalenga wanyenyekevu wa moyo wa roho. Wewe miongoni mwa vitu ambavyo vinapotea kwa kasi kubwa sana kwenye uso wa dunia hii ni unyenyekevu. Kila mtu anataka kujitutumua, kujiinua. Isaya 57 Biblia inasema, Isaya 57 Biblia inasema, soma mstari ule wa 15. Inasema Isaya 57 15 Biblia inasema hivi. Maana yeye aliye juu huyo ni Mungu. Aliyetukuka ndo Mungu huyo. Ndo Bwana huyo, ndo Kristo. Akaaye milele. Maelezo yote ni huyo huyo. Ambaye jina lake ni mtakatifu. Asema hivi. Nakaa mimi mahali palipoinuka. Unasema mimi nimekaa mahali palipoinuka na ukuu wake. Palipo patakatifu. Tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea. Anasema mimi sikai na watu wenye viburi na kujitutumua. Wewe vile Mungu akai pamoja na wambea. Vile Mungu akai pamoja na watu wenye hii. Hakai pamoja na watu wenye hasira na wachungu na watu wenye uchungu. Hivyo vyote lakini hapa naongelea wanyenyekevu. Wewe mnyenyekevu unaweza kumpiga teke bado asiwe na chuki. Akakwambia asante.
Nasikia maneno. Soma katika kitabu cha Marko, hiki kitabu cha Marko mlango wa 12, hiki nitakisoma kwenye King James, maana ule mstari walivyo tafsiri. Anasema hivi, Marko mlango wa 12. Tusome mstari ule wa 37. Anasema hivi. Marko 12:37 anasema hivi. David therefore himself called him Lord. Sema Bwana anamuita Daudi, anamuita Daudi kwa Wayahudi alikuwa mtu mkuu kweli kweli. Anasema huyo Daudi mnamuita na utajiri wake na cheo chake na ufalme wake, anamuita ana unyenyekevu. Akifika kwa Kristo anamuita Bwana. Nyenyekevu huyo, si ndio? Sio leo hii Yesu Kristo hanyenyekewi hivyo na watu wenye mamlaka zao. And whence is he then his son? Anasema ni kwa namna ipi basi anakuwa ni mwanae? Anaendelea anasema and the common people heard him gladly. Common people ni watu wa kawaida. Hapa katumia anasema na mkutano mkubwa walikuwa wakimsikiliza kwa furaha. Sio hivyo. Common people heard him gladly. Watu wa kawaida, watu wasio na majina na vyeo hao. Walimsikiliza Yesu nini? Gladly kwa furaha. Wewe mwambie hata ukipeleka injili, watu wa kawaida ndio wanaipokea. Juzi nilikuwa naongea na mtu mmoja ambaye na kuleta umisheni hapa Tanzania, makanisa ya Kibaptisti hapa tunashirikiana naye. Akasema anataka apitie chuo kikuu ambapo labda wanaongea Kiingereza. Moyoni akasema kuna shughuli hapa. Lakini Mungu ajua walio wake. Amina. Common people, watu wa kawaida. Huku nyuma Mafarisayo wanajitapa, wanasema ni Farisayo yupi aliyeamini kama yupi? Tuambie mmoja wapo. Lakini anasema hawa makutano wasiojua sheria wamelaaniwa, wanaanza kuwatukana. Lakini hawa ndio waliomwamini Yesu Kristo. Amina. Injili ni kwa wanyenyekevu. Mungu anasema katika Isaya 57 tumetoka kusoma, anasema ninakaa katikati ya watu wanyenyekevu na watu wenye mioyo yenye toba. Mathayo 21, tuko kwenye Marko. Tunaenda spidi, tuna kasi nzuri tu. Tunakaribia kumaliza. Mathayo 21 mstari ule wa 32. Jamani, ukiona nimekuletea mstari huo, mstari unakuwa una ujumbe moja kwa moja. Sio lazima ukariri wote ukae kichwani, lakini ile concept, ile hoja lazima uipe nafasi, ule muunganiko wa hoja usiondoke mtupu ndugu yangu. Mathayo 21 mstari wa 32 Biblia inasema hivi. Kwa sababu Yohana alikuja kwenu. Yohana alikuwa mjumbe wa Kristo, ndio mhubiri wa injili mkuu kuliko wote waliozaliwa na wanawake. Kiacha Yesu Kristo. Sema kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki. Sema haki ujue ni mambo ya mbinguni. Ninyi msimwamini. Alikuwa anaongea na Mafarisayo. Anasema Yohana alikuja na injili ya haki. Alikuja na ujumbe wa mbinguni. Ninyi hamkumwamini. Kwa nini? Walikuwa matajiri. Walikuwa hawana unyenyekevu moyoni. Anasema hivi. Lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini. Anasema wale watu wa kawaida wale. Makahaba. Wewe watu wa madhehebu na madini yao, dini zao na mahekalu yao, anasema hawakumwamini. Lakini makahaba wa mtaani walimwamini. Labda walikuwa wasakatonge, alikuwa hajua atakula nini kwa sababu analazimika kunyenyekea. Wewe nikwambie kitu kimoja. Yesu Kristo anapenda watu wote wafikirie wokovu, ndio kabisa. Tusimlazimishe Yesu atuvue nguo na kutuchapa viboko ili kusudi tuweze kumgeukia. Tumnyenyekee, tupokee ujumbe wake ili tukiwa katika maisha yetu ya kawaida bila kupunguziwa vitu vyetu. Kuna watu wengine mpaka augue ndio amwamini Yesu.
Ndio sio. Anasema bana niliokokea gerezani. Kabla hapo alikuwa moto kweli kweli. Mimi bwana baada ya mtoto wangu kufariki na nini nikaona nimgeukie tu Mungu. Hizo testimonies hamjawahi kusikia? Hapana. Ngoja nikwambie ndugu yangu nisikiliza kutokea mbali. Ninyi mmeshanisikia muda mrefu mlioko hapa. Ulioko mbali. Jitahidi kumwongokea Kristo, kuwa na unyenyekevu na usikivu na umaskini wa rohoni bila kulazimishwa kunyang'anywa hivyo vitu vizuri ulivyo navyo. Na sana Kristo akishagundua unao uwezo wa kumnyenyekea na kuwa na umaskini wa roho ukapokea injili yake na ukaifanyia kazi vile vile. Achana na kukuokoa, ukaifanyia kazi ili kusudi waokoe na wengine. Hata kuongezea na vitu vyake. Vya nje na vya mwilini anakupa. Lakini akaona vya mwilini vivakuzuia, anaviondosha. Anaviondosha. Mtu ni katika kipengele kingine. Ninachosema watu naona watu makahaba walimwamini, watu wa dini wakakataa. Ndio tumesoma kwa Mathayo 21. Hoja nyingine nasema watu walioshiba, wasio maskini, wasio na shida yote hujiinua. Kujiinua ni kinyume cha unyenyekevu. Ni kinyume cha umaskini wa roho. Shibe huharibu. Kusoma katika kitabu cha Hosea mlango wa 13 wanasema mlango wa 13:6 nitakusomea pale. Hosea 13:6 anasema hivi. Kwa kadiri ya malisho yao, kwa kadiri hiyo walishiba. Hao ndo matajiri na maskini hao walioshiba. Tajiri walishiba. Ngoja usome kabisa wote ulivyo. Anasema kwa kadiri ya malisho yao, kwa kadiri hiyo walishiba na moyo wao ukatukuka. Ndiyo sababu wamenisahau mimi. Kristo anatupenda. Akigundua kwamba kuna vitu vinaweza kutushibisha tukamsahau yeye, anaviondosha ili kusudi tusipate hasara kubwa zaidi. Ni wao ujumbe. Kama kuna msemo kuondoka nao usome, ondoka na Hosea 13:6. Lakini sio hapo tu peke yake. Mtu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 10 mlango wa 12 mlango niangalie ni Kumbukumbu la Torati mlango wa ngapi? Some mlango wa 8. Kumbukumbu la Torati mlango wa 8. Some kuanzia mstari wa 12, mstari mingi kadhaa lakini nitapita kwa haraka. Ni mstari iko clear haijifichi. Anasema kuanzia mstari wa 11 anasema jihadharini usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutokuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake nazo kuamuru leo. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya utumwa Misri. Lazima angalia mambo yako atakapo na kupeleka kufanikisha. Mambo yatabadilika, mambo yatakuwa vizuri, yatakuwa nasema usije kujikuta sasa umesahau. Leo hii kuna watu walio na vitu ndio wanaoongoza kwa kunungunika, ndio sio? Watu wenye shibe ndio wanaonekana wana upungufu. Na mtu akipata kitu kimoja anataka apate 7. Na niko pamoja na mimi. Tujifunze Biblia inasema kuridhika na utaua kunafaa sana. Kwa sababu tukishiba hiki tukataka kile, ile nguvu ya kutaka kile na kile na kile inaondoka, inakuwa imetoka kwa Mungu. Muda wa kumtafuta Mungu unakosa. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6, Biblia inasema hivi, tunakaribia kumaliza, hatuko mbali kabisa. Timotheo wa kwanza mlango ule wa 6 mstari wa 17 mpaka 19 anasema. Timotheo wa kwanza 6:17 anasema
walio matajiri wa ulimwengu huu wa sasa waagize wasijivune. Mwambie kuna majivuno makubwa sana katika utajiri. Mwambie Mungu ni kinyume na majivuno. Mtu anasema mimi sili chakula fulani. Kwanza akishakuwa tajiri anaanza kutoa orodha ya vitu asivyoonja. Wasili hiki, sili hiki, sili hiki. Kuna kama methali ka Kiswahili kanasema hivi. Mwenye njaa hana miiko. Tujifunze kutokuwa na miiko. Yaani tusijiwekee miiko hiki wasishike sigusika hapa. Wewe nenda na vyote tu. Tujifunze. Kweli kabisa. Anasema wale matajiri wa ulimwengu huu wa sasa waagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri usio yakini, usio halisi. Yakini ni halisi, usio dumu. Bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Imani, kutumainia ndio kuamini. Kipengele cha mwisho cha 4 na cha mwisho nilishasema utangulizi sehemu fulani lakini nakikamilisha sasa. Kuwa masikini wa mwili hakumpeleki mtu mbinguni. Kuna watu wengine kuna na dini zilishawahi kuwepo kama vile zinatukuza umaskini kana kwamba ukishakuwa maskini ndio umeshaenda mbinguni. Kwani mbinguni kunaenda watu walio muamini Yesu Kristo wakamkiri kwa kinywa. Sasa vikwazo vya kumwamini na kutokumwamini ndio hivyo vitu kama umaskini na nini, lakini kama umaskini wako au utajiri wako haujaingilia, hauja kufanya umwamini Yesu Kristo, hata kama ulikuwa maskini wa kutupa unaogelea kwenye matope utakufia huko. Vile vile. Hilo ieleweke vizuri. Inasema katika kitabu cha Ufunuo mlango sasa tutasoma Ufunuo tufunge peke yake. Ufunuo tu. Mlango wa 14 mstari wa 16 Biblia inasema. Ufunuo 14:16 Biblia inasema anasema na yeye Ufunuo 14 wakati na utafuta huo wakati na utafuta huo mstari ngoja tuende mbele kidogo tusome kwenye Ufunuo turudi nyuma tusome kwenye Ufunuo 6:15 anasema hivi 6:15 anasema hivi na wafalme wa dunia ndio kundi la watu maskini hao matajiri si ndio na wafalme wa dunia na wakuu hao ndo hasa lengo kubwa hao ndo kundi kubwa lenye matatizo na wafalme hao ndo wakuu wa mamlaka za dunia hii ndo marais na mawaziri hao na wafalme anasema na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu hao watu wote ni makundi ambayo hayana unyenyekevu na kila mtumwa sasa anakuja yani na watumwa nao wameingia watumwa hao ndo maskini sasa na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima wakiambia milima na miamba tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo ni watu ambao wanakuja kuhukumiwa na mwana kondoo na tunaona ni makundi yote wale wengi ni wale watu wenye vyeo matajiri majemedari wa dini lakini nasema na watumwa nao wako nilikuwa naitafuta Ufunuo 10 na tuende kwenye 18 tuone. Anasema okay ni una mtani nafikiri sijaangalia vizuri. Lakini anasema na nitafute 10 na ngapi 19. Sitaki kuuacha.
Alikuwa anataja watu wenye mamlaka na masikini na matajiri wote wanakusanywa wanatupwa katika lile ziwa la moto. Ngoja niangalie nisije. Okay, nimeshaupata. Ufunuo, twende Ufunuo twende 20. Anasema hivi, Ufunuo 20. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, Ufunuo 20:11. Na yeye aketie juu yake, ambaye chini ya mbingu zikakimbia, nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pake hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo. Mara nyingi anaposema wakubwa kwa wadogo hamaanishi watoto wachanga. Watoto wachanga wanaenda mbinguni moja kwa moja. Anaongelea wakubwa wenye mamlaka, na wale wadogo watumishi, watu wasiokuwa na majina. Wote anasema nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sana matendo yao. Kwa hiyo kama mtu alikuwa ni mkubwa ni mdogo, kama matendo yake ndio yatamhukumu, lakini matendo yake hayaweza kumwokoa. Matendo hayahukumu mtu. Kinachokuwa ni injili. Matendo yanahukumu. Matendo yanahukumu. Kwa sababu ni nani hivi? Wewe niulize swali jepesi kidogo. Mtu akitegemea matendo mazuri, akitegemea matendo yake, unadhani yatamfikisha mbinguni, au matendo ya wanadamu ni mazuri ya kutosha kumpeleka kwa Mungu? Hapana. Hayapo. Matendo yana hukumu, kwa sababu yakipimwa yanakutupa kwenye jehanamu. Ngoja niwaambie, imani katika Yesu Kristo ndio inayokuokoa na kupeleka kwa Kristo. Na niko pamoja na hili neno. Kama tumeshia hapa, tumeona somo linalosema habari za wanyenyekevu, habari za walio maskini wa roho, ambao ndio wanaoweza ambao Yesu Kristo ndiye anahubiria injili, na of course na watumishi wake. Maana tunatumika kazi hiyo tunatenda kazi pamoja na Kristo. Tulifanyia kazi katika maisha yetu ya kila siku, lakini tukumbuke pia na wokovu ambao ndio somo, ndio msingi wa somo. Wokovu unapatikana kwa watu walio wanyenyekevu wa moyo, walio maskini wa roho. Taishia hapa. Mungu ambaye tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Tunasema asante Bwana, libariki, liwafikie wote ambao wanastahili, wanaolihitaji, walio maskini wa roho waweze kukutana nao, tuweze kuwatengeneza ili kusudi Mungu wa mbinguni, makusudi na mapenzi yako ya wanadamu kuokolewa na ushindi dhidi ya maovu ya dunia hii uweze kutimia. Baba, tunasema asante katika jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu, tunaomba yote. Amen.